Filamu inaanza na hawa watu wawili. Hawa ni marafiki wa kufa na kupona, ni wanachuo wamemaliza kufanya mtihani na mbele yao walikuwa na likizo. Wao wana mpango wa kwenda kupanda mlima. Huyo aliyevaa nguo nyeusi anaitwa Raka na huyu mwenzake anaitwa Ario. Ario hajataka kabisa kurudi nyumbani kwa sababu baba yake kwa sasa ameoa mwanamke mwingine baada ya mama yake tu kuwa amefariki. Sasa hili jambo lilikuwa linamkwaza sana kijana. Raka yeye akasema kwamba bora wewe wazazi wako wapo, mimi niko peke yangu tu na wewe ndiye familia yangu. Nje ya chuo wako wamekutana na binti mmoja anaitwa Nita. Huyu yeye ni mpenzi wake Raka na yeye akawa anahitaji kujiunga pamoja na hawa watu kwenda kupanda mlima. Mwanzoni Ario alikataa kwa sababu ameona kabisa kama ataenda na huyu binti na hajawahi kupanda mlima itakuwa ni kimembe na pia atawanyima faraga kama wapenzi kuwa pamoja. Nita akawa amependekeza kwamba na rafiki yake anaitwa Yuni. Kwa nini? Ni kwa sababu Ario alikuwa anampenda sana Yuni, hivyo akaenda kumshawishi Yuni ambatane pamoja nao. Kweli binti akawa amekubali kuambatana nao kwa sababu hata yeye mwenyewe ndani ya moyo wake alikuwa anampenda sana Ario. Wakafika mpaka sehemu ya kujiandikisha ili kupanda mlima. Wakawa wamepewa maonyo na maelekezo kwamba wanatakiwa kuheshimu kila kitu kinachopatikana kwenye huo mlima, ikiwemo pamoja na roho ambazo zinapatikana kule. Hawatakiwi kuhama ama kubadili njia rasmi ya kupanda huo mlima. Sasa hapo kuna mzee mmoja akawa amwambia kwamba hamtakiwi kuwa na kiburi na mnatakiwa kuheshimu kila kitu, hususan ni roho ambao wanaulinda huo mlima. Kweli kundi likaanza kupanda mlima huo, wakaenjoy kidomo, mazingira ni ya kuvutia. Njiani Ario akawa anajaribu sana kuzungumza na Yuni ili ajiweke karibu ili kumjua zaidi huyu binti. Mama yako vipi? Uko sawa na yeye? Na je, anajua wewe uko hapa? Yuni akasema kwamba mama hajui chochote. Sasa huyu binti akaona maswali yamekuwa mengi, ikabidi kumuuliza huyu jamaa moja kwa moja kwamba vipi, mbona unauliza hivyo? Unanitaka? Binti akamwambia kwamba haufai kuniuliza maswali mengi kama hayo. Unatakiwa kujua kwamba mama yangu mimi ni mtu wa ajabu sana, ana uwezo wa ajabu wa kuona vitu visivyoonekana, na kwa sasa amenikabidhi mkoba huo na mimi na uwezo wa kuona vitu kama hivyo. Vipi, bado unaendelea kunihitaji mimi kuwa mpenzi wako? Jamaa akasita kidogo, akamuuliza kwani kweli una uwezo wa kuona mizimu? Lakini sawa, iwe unaona ama uoni, mimi ninakupenda na ninakuhitaji. Basi wako wamefurahi tu kwa sababu hata binti mwenyewe alikuwa anamuelewa sana huyu mshikaji. Safari ikaendelea. Walipofika sehemu, Nita akaona kuna mahali ambapo kulikuwa kunafanyika tambiko. Sasa akawa amuuliza kwa dharau na akawa amegusa kwa mguu wake, ishara ya dharau sana. Akaambiwa kwamba unafaa kuheshimu kila kitu kinachoendelea kwenye huu mlima. Mara nyingi watu hufanya matambiko yao kwa ajili ya roho zinazopatikana kwenye mlima hii ili zisizuru wapandaji, lakini Nita akapuuza kabisa hili jambo. Akasema kwamba yeye aamini kabisa hizo stori za kijinga. Mara kuna roho iko imemnong'oneza huyo binti Nita, ikamwambia kwamba wale wanaokuja husahau njia ya kurudi nyumbani. Binti anageuka nyuma, hakuna mtu. Anauliza wenzake kama wamesikia sauti, hakuna mtu yote aliyosikia sauti kama hiyo. Hivyo wakaamua kuendelea na safari tu. Sasa baada ya kufika sehemu, mara binti Nita akawa amejitenga na wenzake, akaenda na njia ambayo sio yenyewe. Wengine wanakuja kushtuka, Nita akapita kushoto, ikabidi wamfuate. Wanaenda kumzuia, unaenda wapi huko? Nita akawa amevutiwa sana na mandhari ambayo alikuwa anapatikana hapa. Raka kama mpenzi akawa amemuonya sana binti asibadili tena njia, asipite njia sio rasmi. Nita akamwambia kwamba waache kuwa na wasiwasi, wafurahie mandhari. Dakika chache baadaye Nita akawa ametereza korongoni huko. Wakajitahidi kumsaidia, lakini binti akawa ametumbukia ndani ya mto. Akiwa chini ya maji akasikia tena ile sauti ya ajabu ikimwambia kwamba wale waliokuja husahau njia ya kurudi nyumbani. Wakati huo marafiki zake wamefika hapo, wanahitaji kuingia kwenye maji kwa ajili ya kwenda kumwokoa binti. Mara Yuni anamuona Nita kakaa pembeni huko, kakaa katulia, yuko wa mbuzi, hasemi neno lolote. Basi watu wakawa wamefika hapo, wakajua pengine ni mshtuko tu ndio umemfanya huyo binti kuwa hivi, lakini wapi, binti azungumzi kitu cha aina yote, yuko kimya tu. Mara binti akaanza vaibu zake, mara akajinyosha akahesabu 1 mpaka 3, wale wanaokuja husahau njia ya kurudi nyumbani. Kisha akapiga kelele akasema kwamba waambie wasahau, mmefika mbali hivi, mnadhani mnaweza kurudi nyumbani? Msio wakosefu wa heshima. Baada ya kusema hivyo, binti akawa amezimia. Wakiwa wameogopa sana kutokana na kile kilichokuwa kinaendelea hapa, wakaamua kurudi nyumbani, washuke kwenye huu mlima. Sasa walitembea kushuka huu mlima, tembea mpaka Yuni akaona jamani, mbona tunarudi eneo lile lile? Akahisi kabisa kuna jambo la ajabu linaendelea hapa. Sasa Raka akiwa amembeba mpenzi wake akapuuza, akaona kabisa pengine Yuni anaongozwa na hofu tu. Hivyo wakaendelea na safari. Walitembea wakafika mahali, wakaanza kusikia kama kuna sauti za watu, ni kama kuna soko hili eneo. Sasa Raka pamoja na Ario, wao ni wazoefu sana kidogo wa huu mlima, wako wanashangaa mbona hawajawahi kuona
kitu kama hicho. Baada ya kufika hapo, wakakuta kuna watu wengi sana, ni soko liko katikati ya mlima. Ikabidi kwenda kuuliza kama wanaweza kupata msaada washuke kutoka kwenye mlima. Ario akawa amemfuata mfanyabiashara mmoja kwenda kumuuliza namna sahihi ya kushuka kwenye mlima, kwani huyo mwanaume anamjibu chochote, anaendelea na shughuli zake tu. Baada ya kuingia ndani kidogo, ikabidi wapumzike kidogo. Nita yuko kimya tu, azungumzi na mtu yoyote. Laga ikabidi kusogea kwenye kibanda kimoja ili kumwagizia chai, lakini sasa mwenye hicho kibanda mwenyewe hatoi ushirikiano wa aina yoyote. Sasa wametembea wamechoka, Ario sasa kabanwa na haja, akaona kwa mbali kuna kibango cha choo, akaamua kwenda huko kwenda kujisaidia. Raka anatazama nyuma yake, kuna watu wanamtazama kwa hasira, kugeuza shingo kurudi kwa wale watu tena. Wale watu wametoweka, kila mmoja na harakati zake tu. Sasa upande wa chooni, Ario aliambatana pamoja na Yuni. Baada ya kufika huko, anamkuta Nita kafika huko. Huyu kafikaje tena? Binti ajibu chochote, akaingia chooni. Ario na yeye akaamua kuingia kwenye choo kingine, na Yuni pia akaingia kwenye choo kingine, lakini alikuwa na mashaka kinoma huyo binti. Wakati huo Ario anaendelea kupunguza uzito, akasikia sauti nyingine upande wa pili, akaamua kuchungulia, akaona kuna mwanamke wa ajabu. Mshikaji alikuwa ametoka hapo bio, akaanza kumuita Yuni. Yuni katoka hapo, nimemwona mtu chooni. Kuingia huko hamna mtu yote. Kuangalia katika mlango wa Nita, wakaona kuna damu inachuruzika hapo. Kuchungulia, Yuni anamuona Nita akiwa na lamba vidole vyake vilivyokuwa vina damu ya hedhi. Ario akavunja mlango, hola, hakuna mtu. Ikabidi warudi tu walikotoka. Sasa kurudi walikokuwa, Raka alikuwa amepitiwa na usingizi. Watu wote kwenye hili soko, hakuna hata mtu mmoja eneo hili. Watu wametoweka ghafla. Wametowekaje? Wanamtazama Nita. Nita yuko hapo, yuko kimya tu. Wakamwamsha Raka ili waendelee na safari. Raka ikabidi kusogea kwenye kibanda kimoja. Kulikuwa kuna mtu mmoja, kwenda kuuliza kama atapata msaada. Mtu mwenyewe kunyanyuka, sura binadamu, sura shetani, akasema kwamba nendeni nyumbani. Safari ikaanza wakiwa na hofu. Baada ya kufika sehemu fulani hivi, wakasikia sauti, wale wanaokuja husahau njia ya kurudi nyumbani. Kugeuka mahali ambapo soko lilipokuwa, hakuna kitu mbele yao. Ario akaona kuna kiumbe kimoja kinene cha ajabu kiko hapo, kikasema sentensi ile ile, wale wanaokuja husahau njia ya kurudi nyumbani. Wakaendelea kutembea, walitembea, wakaja kushtuka kwamba wamezidi kupotea zaidi. Yani wanakoenda ndio kwanza hawakujui, hawajui warudi ama waendelee na safari. Wakasikia kuna sauti ya mziki kwa mbali, wanaona vikarogosi vinachezeshwa. Ikabidi kufika hapo, wanaona kuna watu wanaendelea na ngoma na sauti za ajabu zinasikika kwenye hayo maonyesho. Zinasema kwamba mliwezaje kuthubutu kuingia kwenye msitu, na ni nani mwingine ambaye atakuwa mawindo yangu? Ni nani mwingine atakufa mikononi mwangu? Wakagundua kwamba wale waigizaji wote na wapiga ngoma wote, yani kiujumla watu waliokuwa hapo hawakuwa binadamu wa kawaida. Upepo uko umepiga hapo. Sasa si wakafumba macho, wanakuja kufumbua macho, hakuna mtu yoyote eneo hilo. Wakaamua kuendelea na safari. Hii safari ishakuwa ngumu, hakuna namna tu. Yani safari ni ngumu kuliko hata kufuatilia Nida. Ikafika mpaka usiku, hakuna popote wanakoenda, ikabidi wapumzike tu. Sasa wakiwa hapo, mara kuna mbwa, sio mmoja, wapo wa kutosha hapa. Hawajajua wafanye nini. Kuna mwanaume mmoja akawa amejitokeza hapa, akauliza, mnafanya nini hapa? Ario akaeleza kwamba wamepotea njia ya kurudi nyumbani, wanahitaji kushuka kwenye mlima. Mwanaume huyo akawa ameuliza, mliona soko la ajabu? Na je, mliona maonyesho ya vikarogosi? Watu wako wanashangaa tu, hawajui wajibu nini. Huyu mzee akaeleza kwamba ili kutoka kwenye huo mlima ni lazima wapande mpaka juu katika kilele cha huo mlima, ndipo wapate njia nyingine ya kushuka kwenye huo mlima. Kumcheki mtu wa kumbeba aliyekuwa amelala hapa, yani Nita, mara macho yake yamekuwa meupe, akaanza kucheka, mara akakaa, akasema kwa sauti ya kishetani kwamba 1 2 3, wale wanaokuja usahau njia ya kurudi nyumbani. Mara vibe lake likazidi, akaelea hewani, anasema kwamba mmefika mbali hivi, mnadhani mnaweza kurudi nyumbani? Akacheka kicheko chake hapo, kisha kwa manguka chini kimya. Yule mzee akaamua kufanya mambo yake hapa ili kumtuliza Nita kurudi katika hali yake ya kawaida, japo sio kwa 100%. Mzee akaeleza kwamba ingawa Nita ametulia kwa sasa, lakini nguvu ambayo ilikuwa imemkabili inaweza kumrudia tena na kumchukua. Akasema kwamba mmekwama katikati ya ulimwengu wa watu wa kawaida na watu wengine, watu wa ajabu. Hii sehemu inajulikana kama kijiji cha wafu. Mzee akasema kwamba Nita amewekewa alama na mtawa wa mlima huu kama sadaka itakayotolewa hapo baadaye, na kama watachelewa ama hawatafanyikiwa kuondoka kwenye mlima, basi huyu binti atatolewa kama kafara. Raka ikabidi kumuuliza huyu mzee anawezaje kumsaidia Nita. Mzee akasema kwamba ni lazima waende nyumbani kwake ili aende kumsaidia kule, kwa sababu nyumbani kwake ndipo sehemu iliyo salama zaidi kuliko kumsaidia akiwa hapa. Akawahakikishia kwamba atawasaidia tu. Akawa amejitambulisha kwa jina la Srop, ni mtu wa kazi kweli. Vijana hawakuwa na namna, ikabidi waambatane na huyu mzee ili kuelekea
nyumbani kwao. Huyu mzee wakiwa njiani akawaonya, akawaambia kwamba ni lazima wajitahidi kufika kwenye nyumba yake na waingie kabla mienge ya kijiji haijawashwa. Kweli watu walikuwa wamekaza miguu, walikuwa wamefanyikiwa kufika kwenye hiyo nyumba ya huyo mzee. Ario akatazama kwenye hii nyumba, akaona kuna sahani ambayo ilikuwa imewekewa tambiko na uvumba unawaka hapa pembeni. Sropo akawa ameeleza kwamba huo uvumba haupaswi kabisa kuzima kwenye hii nyumba, kwa sababu ndiyo kitu ambacho kinailinda hii nyumba na kuificha dhidi ya wale viumbe wa giza. Mzee akaingia kwenye chumba kingine, akawasha taa. Ndani yake kulikuwa kuna mwanamke mmoja amefunikwa kwenye frame ya mbao. Mzee akasema kwamba huyu ni binti yangu, anaitwa Amari. Akasema kwa sasa ni mgonjwa. Mara Amari akaanza kuomba maji kwa sauti dhaifu, lakini huyu mzee akawa amekataa kabisa kumpatia maji. Kwa nini? Tutajua tu hapo mbele. Hili jambo lilikuwa limewashangaza sana wageni. Akawa amempatia nguo Yuni ili amvalishe Nita ili tambiko lifanyike. Kweli kazi kaanza. Mzee akapiga vitu vyake hapo. Nita akanyanyuka, akaona sijui kama kawa mfupi, akaelea hewani, akasema kwa sauti yake ya kutisha kwamba utakuwa mtumishi wangu. Soropo akamwamuru huyu pepo kwamba muachie huyu binti, lakini kiumbe huyo akajibu kwamba si jambo lako kudai huu mwili, Nita tayari ni mali yangu. Pepo huyo kisha akawa ametoka kwenye mwili wa Nita. Nita akawa amepoteza fahamu. Soropo akamwambia kwamba wengine, nimejaribu sana kumsaidia huyu binti, lakini bado yuko chini ya ushawishi wa nguvu ya huu mlima. Pepo yule anaweza tena kumrudia huyu binti, bado hajawa huru 100%. Akaongeza kwamba wanaweza kuondoka pamoja na Nita itakapofika asubuhi, kwa sababu usiku huu wakazi wa kijiji hiki hutangatanga sana usiku. Akawaonya, akawaambia kwamba mtu yoyote kwa namna aina yoyote asifungue mlango na asitoke nje mpaka itakapofika asubuhi. Hii ni amri. Usiku watu wamelala, wanakijiji wa hichi kijiji wakaamka, wakaanza kutembea usiku. Yani wao wanatembea usiku tu, si wafu hawa. Upande wa ndani Nita naye akaamka kimya kimya, akawa ametoka nje. Baadaye Yuni kwenye kujigeuza geuza anamtazama Nita, hayupo. Alivyotazama nje akamwona binti Nita akashika kuku mzima, ana uhai wake, akaanza kumfyonza damu. Yuni akawa ametoka hapo moja kwa moja na kwenda kumuita mzee Sropu, akamweleza kila kitu. Sropu kutazama nje kweli akamwona Nita, mara Nita huyo akakimbilia vichakani. Mzee kachukua kamba pamoja na taa, akawaambia wengine kwamba uhakikishe wanabaki ndani hapa, wasitoke. Yeye anakwenda kumtafuta huyo binti. Mzee kweli akaingia msituni kumtafuta, akamwona binti kasimama sehemu. Mzee akasema kwamba Nita, twende nyumbani. Mara Nita akawa amevutwa pembeni. Mzee bado hajafanya kitu chochote, kuna mikono ya kishetani kwa imemkamata na ikamvuta kando. Ikabaki tatu hapa. Upande wa nyumba ya Slope, Amari akaanza kulia tena, anaomba maji. Sauti yake ni dhaifu mno, anasema kwamba baba yake ni shetani, hajawahi kumpatia maji japo yeye anahitaji maji, ana kiu. Akalia akaomba msaada. Kijana Raka akawa ameingiwa huruma bana, akaamua kwenda kuchukua maji kumpelekea binti. Sasa Yuni na Ario wanamzuia. Sasa wakati bado anazungumza, Amari akawa amemshika mguu Raka. Hili jambo lilikuwa limemfanya Raka maji yamtereze na yakamwagikia huyo binti. Mara moja binti akaanza kupiga kelele, mara macho yake yakawa meupe kabisa, na akasema kwa sauti ya kishetani kwamba wale wanaokuja usahau njia ya kurudi nyumbani. Akavunja vile vizuizi, kisha akawa ametoka nje mwendo wa kijeshi, hataki masiara na mtu yoyote. Raka kama kidume akasema kwamba ni lazima waende kumtafuta huyu binti, japo Yuni na Ario walikuwa wamekataa. Lakini sasa kwa sababu Raka ameamua kutoka nje, na wao ikabidi kumfuata mshikaji wao. Kuingia msituni wakaanza kumtafuta, mara wanamuona yule. Kufika sehemu wakaona taa ya mzee Stropu, lakini binti Amari anatembea, sikilizi mtu yoyote. Walipokuwa wamesimama wanamuona binti naye kasimama upande wa pembeni. Sehemu walipokuwa wamesimama wao kuna makaburi tu. Mara wakamuona Amari kavutwa vichakani, ikabidi waende hapo kuangalia. Sasa baada ya kufika hapo kutazama, mara wakaona kuna wafu wote wako sehemu moja wamejikusanya, kana kwamba kuna ibada nyingine ya kishetani inaendelea pale. Kwenye kutazama vizuri wakamuona Nita pamoja na Amari wako hapo. Oya, cheki huyu jamaa. Sasa sijui ni kondoo binadamu au binadamu kondoo huyu. Sasa katika hao watu wote kuna watu ambao walivunja sheria za huu mlima, wanatolewa kama sadaka. Wakiwa na hofu baada ya kuona watu wanakufa, Raka si akarudi nyuma, akawa amekanyaga tawi moja kavu, liko limepiga kelele. Watu wote wakasikia, wakawaungia tela. Wakafika sehemu wakaona kuna pango, kuna kaupenyo, wakawa wameingia hapo na wakawa wamefunika na mawe ili wale watu wafu wasiingie ndani hapo. Hili pango halina sehemu yoyote ya kutokea, yani ndo ile wanasema njia moja tu ya kuingilia, ndo hiyo ya kutokea. Yuni akawa amegundua kuna michoro fulani imechorwa kwenye haya mawe. Wakagundua kwamba wakazi wa kijiji hiki, kijiji cha wafu, hutoka usiku tu na baada ya jua tu litakapochomoza. Baada ya jua kuchomoza, hawa watu wote hauwezi kuwaona kabisa. Ario akatambua kwamba wao wamenasa kwenye mtego na wao pia watatumika kama sadaka za hawa wafu. Raka akawa amesisitiza kwamba nyumba ya Sropu ndo sehemu
sehemu salama, pengine wanapaswa kurudi huko. Lakini sasa kabla hawajafanya kitu chochote, wakaanza kusikia kama kuna sauti za kuvunja sehemu ya pili. Wale wafu wakawa wamevunja sehemu moja, wakaamua kuingia ndani. Vijana ikabidi kukimbia kwenda kutoa yale mawe kwenye kile kichochoro alichoingilia hapa ndani, mara mbio kurudi kwenye ile nyumba yule mzee Slop. Raka akawa amedondoka chini na wale wafu wakawa wamemkamata, wakamburuza wakaondoka naye. Yuni na Ario wakawa wamefanikiwa kuingia mpaka ndani. Wakiwa ndani sasa, Ario wakawa wamegundua kwamba ule uvumba kwenye hii nyumba umezimika, hivyo wale viumbe hii nyumba wanaiona. Yuni ikabidi kutafuta uvumba, wakaupata uvumba, lakini wanawashia nini? Na wale mizimu wale wafu wamefika kwenye hii nyumba, wengine wakawa wameingia ndani. Vijana ikabidi kujikausha, kila mmoja ni kujificha alipojificha. Wale wafu wamezunguka hawakuwaona, wakawa wametoka. Ario akamwambia Yuni kwamba nitafungua mlango wa pili huku, inabidi utimue mbio kutoka nje. Yuni akawa amekubali, lakini ghafla mkono wa kishetani uko umemkamata, akawa amechoropoka. Mara wafu wakawa wamevunja na kuingia ndani hapo, pakachangamka vibaya mno. Wote wakawa wamepoteza fahamu, wanakuja kushtuka wameshikiliwa sehemu na wao ni mateka. Sasa wakiwa hapa wakawa wametambua kwamba mzee Slop pamoja na Raka na wao wamefungiwa sehemu moja, kama jinsi ambavyo Ario pamoja na Yuni wamefungiwa sehemu moja. Mzee Slop uso wake umeanza kubadilika. Mzee akasema kwamba hivi ndivyo wafu kwenye hichi kijiji wanavyoonekana. Ili uwe mwanakijiji wa hiki kijiji cha wafu, taratibu uso wako utaanza kubadilika, kisha inafuatiwa ngozi. Akasema kwamba miongoni mwa watu ambao huchukuliwa kama sadaka na hawa wafu, watu pekee wenye nguvu wanaweza kupambana na kushinda ushawishi wa nguvu ya ajabu ambayo imewaingia, lakini watu dhaifu mara nyingi huishia kutumika kama kafara tu. Slop amekiri kwa muda alioishi mazingira haya, hata ubinadamu umeanza kumpungua kabisa. Anasema kwamba kuna mwaka mmoja ambapo alimuona mtu mwingine ambaye alichukuliwa kama kafara, akawa ametambua kwamba ni binti yake Amari. Kwa sababu yeye amekaa sana mazingira haya na ameyajua, akawa ameingilia hilo kafara na akawa amefanyikiwa kumwokoa Amari, akamchukua na kwenda kumuhifadhi ndani kwake. Mzee anasema kwamba alifanyikiwa kumchukua, sharti ilikuwa ni moja tu, ili kuhakikisha kabisa huyo binti anapona kabisa na huu ugonjwa, ni kuhakikisha anamtenga na maji. Hivyo ndo maana huyo mzee alikuwa ampatii maji kabisa binti yake. Mzee akaendelea kufichua vitu vingi sana. Akawa amesema kwamba ibada zinazofanyika kwenye huu mlima mara nyingi hufanyika kila mwaka, na mwaka huu ndio ibada yao ya mwisho kwa hawa wafu. Sadaka ambayo ilikuwa inahitajika kufanyika hapa ni watu 21, na sasa Amar pamoja na Nita wao wamechangia kufikisha idadi ya watu 21. Tamasha la wazi la hawa watu linafanyika usiku huu. Wakazi hao walikuwa wanapanga kujaza eneo lao makaburi kama njia ya kumwabudu mtawala wao wa huu mlima. Ibada hiyo ikikamilika, wote waliopo huku watabaki kuwa wakazi wa kudumu wa kijiji cha wafu, hawataweza tena kurudi nyumbani. Ghafla wakasikia mziki upande wa pili. Slop akasema kwamba ibada ya mwisho imeanza huko. Kweli bana, upande wa wafu tamasha lao limeshaanza. Yaani hili tamasha halihitaji msanii wa aina yote unayemjua wewe kutoka huko duniani, wao wanajiweza. Kuna miili 21 inayotakiwa kutolewa kama kafara. Kuna mwanamke mmoja hapa namuona anapaa hewani tu. Muda huo upande wa wafungwa Ali akawa amefanikiwa kujifungua mikono yake, hivyo akawa amefungua watu wote. Ali akawa amemuuliza Slop kama wanaweza kumuokoa Nita pamoja na Amari. Je, kufanya hivyo kutasimamisha hiyo ibada? Slop akawa amesema ndio, ukifanya hivyo ibada itasimama kwa sababu watu wanaohitajika ni watu 21. Mzee akasema kwamba nyumbani kwake tu ndio sehemu iliyo salama ikiwa tu watawasha uvumba ndani yake. Ali akawa amependekeza kwamba yeye atajitolea kwa ajili ya kwenda kuvuruga kabisa wale wanakijiji, waanze kumkimbiza ili wengine wapate nafasi ya kumfungulia Nita pamoja na Amar. Yeye kama yeye ataenda kujificha moja kwa moja kwenye nyumba ya Slop hadi ambapo asubuhi itakapofika. Yeye ataanza kuwatafuta, atawafuata sehemu ambapo wao watakwenda kujificha. Ikabidi watoke hapo moja kwa moja, wakaenda mpaka sehemu ambapo wale wafu wanafanya ibada zao. Wakaanza kuwatazama yule mama ambaye alikuwa anapaa hewani, alikuwa anapita na mtu mmoja mmoja, yani kuliko ukanyagwe na huyu mama. Huyu mama akikukanyaga tu kwa mguu wake mmoja umeisha hapa. Raka kweli kwa amejitokeza akapiga kelele. Sasa kilichonikwaza huyu mwanamama wa kupaa, yani sehemu za kupaa anatembea, alafu sehemu za kutembea anapaa. Akaanza kutembea kwa mguu kuanza kumfuata huyu jamaa. Watu wote wakamuungia tela. Mshikaji alikimbia nyinyi, wafu wote wakamfuata. Slop pamoja na wengine wakawa wamepata nafasi ya kuwaokoa Nita pamoja na Amar. Mbio wakawatoa hapo, mbio hivyo. Hali yao sio nzuri, lakini sasa watafanya nini? Upande wa kijana wa mbio yuko mbio, lakini wafu wanatembea tu, hawana haraka na yeye, lakini wanakuja. Sio kwamba ni kinyonge, wanakuja kweli. Mara mbele yake kijana huyu hapa ni kutembeza kirungu tu, akafika mpaka kwenye nyumba ya Slop.
mlango ulikuwa umejifunga kwa nguvu za ajabu. Raka akajaribu sana kupambana, lakini kuna mfu mmoja alikuwa amemkamata na akapita na kifua sehemu ambapo moyo wa Raka ulipokuwa na kumuua hapo hapo. Upande wa Srop pamoja na vijana, safari ikaendelea. Mzee akasema kwamba miili ya Nita pamoja na Amar bado ni dhaifu sana, wanaweza kupagawa tena, lakini wanatakiwa kupambana tu wafike sehemu iliyo salama. Aryo akafika hapo kachoka vibaya mno, na yeye ametembeza kichapo mno huko. Sasa wakiwa hapo wakaanza kusikia sauti kufa kufa kufa. Wanakuja kushtuka, wameweka wa mtukati, wale wafu wote wamewazingira wako hapo na wamekuja na mwili wa Raka. Mara muda kidogo wafu wote wakoa maabudu wakatoa heshima kwa mkubwa wao. Ni ule pepo bonge bana, yuko hapa. Watu wote wakawa wametoa saruti. Huyu pepo ndio mtawala wa huu mlima. Pepo akasema kwamba huyu kwa sasa ni wangu, anamaanisha Raka. Badala ya kumchukua Nita atamchukua Raka kwa sababu tayari amekwisha kuingia kwenye 18 zake. Kisha akasema kwamba mwingine atamchukua binti wa Srop ili watimie watu 21. Yaani huyu baba bonge anachohitaji yeye ni kutimiza kafara yake ya watu 21 tu, haina kipengele hiyo. Srop akawa amepinga, akasema kwamba baada ya kuchukua mtoto wangu ni heri unichukue mimi, niko tayari unichukue mimi, umwache mtoto wangu. Kisha Srop akawa amezungumza na binti yake, akamwachia maneno ya upendo. Kisha akawa amemhitaji Yuni amtazame binti yake, akawa amesimama akajisalimisha kwa wanakijiji hawa. Wafu wakawa wamemchukua, ni chereko tu hapa wanachekelea. Yule pepo bonge akawa amecheka, kisha wote wakuwa wametoweka kabisa eneo hilo. Aryo akamuuliza Yuni, tutaenda wapi kwa sasa, kwa sababu wamekwama na wao kwenye huu mji. Lakini Yuni akasema kwamba kwa sasa sina namna, inabidi nikubali ambacho mama yangu alikuwa anahitaji nikichukue. Huyu binti, kumbuka mama yake alikuwa na kipaji cha kuona vitu visivyoonekana kwa macho, na kwa sasa huyu binti ni mtu mzima, hivyo anatakiwa kurithi mikoba ya mama yake. Lakini binti hakuwa amechukua huo mzigo kwa moyo wake mmoja. Sasa kwa sababu mambo yamemshinda, akawa amekiri na kusema kwamba hana namna, inabidi kukubali uwezo wa mama yake ili umsaidie waondoke hapa wakiwa wazima wa afya. Wakati huo ibada inaendelea upande wa pili. Yule mwanamke wa kupaapaa anapaapaa na kukanyaga vifua vya watu hapa, akapita na Raka licha ya kwamba alikuwa amekufa, akamfuata Srop, akaendelea na wengine wote. Upande wa Yuni na wenzake wanaendelea na safari, wakiwa wamekutana na wakazi kibao wa kijiji cha wafu, lakini hakuna hata mmoja aliyowashambulia. Watu wanawatazama tu, mara mpaka wagiza panakuja kucha, watu wamelala, wako hoi, wako chakali, sehemu ambayo ni rafiki sana na sehemu ya chini. Baada ya muda Nita na Amari wako wameamka. Nita karudiwa na akili yake, anamuulizia mpenzi wake Raka yuko wapi. Sasa akili yake iko sawa kabisa, wote wakashindwa kumjibu. Dharau za huyu binti ndo zimewafikisha hapa wote. Binti alikuwa amejua kabisa Raka atakuwa ameaga dunia. Basi ikawa ni msiba. Amari na yeye analia kwa kumpoteza baba yake. Wakaanza kuomba msaada, msaada. Kweli jeshi la uokozi lilikuwa limefika hapo na kufanikiwa kuwatoa watu sehemu hii. Ali akawa amekutana na baba yake na binti Nita akawa amefanikiwa kupokelewa na familia yake hapa. Yuni kwa kushangaa akamwona mama yake pia alikuwa amefika hapo kwa ajili ya kumpokea. Siku chache baadaye, baada ya mambo yote, Aryo, Nita pamoja na Yuni wakaonekana wakiwa wamekaa karibu na kaburi ambalo ni mfano wa kaburi la kijana Raka, kwa sababu tunajua Raka mwili wake hawakuupata. Wanakumbuka sana jitihada ya rafiki yao Raka, jinsi alivyojitolea kwa ajili yao. Filamu hii inaishia hapa, lakini unatakiwa kujua kwamba hii filamu imekuwa inspired na simulizi za watu ambao walikuwa wanapanda mlima ule ule, mlima wa Werlang, ambao matukio ya watu kupotea, matukio ya watu kupatikana wamekufa, vifo vya ajabu ambavyo vimepatikana katika mlima huo, ndiyo imeunda filamu hii. Filamu hii inaishia hapa. Subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.